Kipindi hewani ni Mambo Leo. Tugeukie katika kipengele cha mjadala wa siku, ambapo mjadala wa leo unasema Tanzania ina timu nyingi CAF. Je, tutafika wapi? Zitafika wapi hizi timu? Yes, kwa hiyo swali la msingi ni kwamba sio Tanzania ina timu ngapi, ni Tanzania ina timu ngapi ambazo zinaweza kweli kushindana na vigogo wa Afrika? Timu ni nyingi, lakini ni timu ngapi ambazo zina uwezo wa kushindana na vigogo wa Afrika? Hivi Tanzania tuna timu ngapi? Nisaidieni majibu hapo. Tanzania tuna timu ngapi? Tukianza na Yanga, je, wakati wake wa kufika nusu finali umefika? Yanga ndio timu ninayoiona ina nafasi kubwa zaidi kwa Tanzania kwenda mbali kwenye Champions League, kwa sababu ina uzoefu wa miaka ya hivi karibuni, na Yanga ilifika robo finali ya Champions League msimu wa mwaka 2023, 2024, kisa ikafanya appearance 2 mfululizo kwenye hatua ya makundi katika msimu wa mwaka 2024, 2025 na mwaka 2025, 2026. Hii ina maana Yanga sio tena timu inayokwenda CAF kwa lengo la kujaribu bahati. Sasa matarajio yamebadilika. Mashabiki wanataka kuona na matokeo mazuri, na mashabiki wamekuwa wakiuliza kwa nini Yanga isiende robo finali tena na safari hii iingie nusu finali? Tatizo kubwa la Yanga, njia ya kwenda group stage msimu huu si rahisi kama ambavyo mashabiki wengi wanaweza kufikiria. Yanga imepangwa na Gaborone United ya Botswana katika raundi ya kwanza. Ikivuka itakutana na mshindi kati ya CFFA ya Madagascar na Lijabatho ya Lesotho. Kwa upande mmoja hii ni draw inayoweza kusemwa kuwa imewapendelea, lakini kuna mtego mmoja. Yanga lazima iwe serious tangu mechi ya kwanza, kwa sababu timu inapocheza ugenini Afrika, mazingira yanaweza yakabadilisha kabisa mchezo. Uwanja, hali ya hewa, safari, mashabiki na pressure, hivyo vyote vinaweza vikabadilisha hali ya mchezo. Kwa hiyo hoja kubwa hapa inakuja, je, Yanga ikifika group stage lengo liwe robo finali tu au mashabiki waanze kudai nusu finali? Mimi ningesema kwamba robo finali iwe muhimu, iwe minimum target, na nusu finali iwe ambition. Tukigeukia katika klabu ya Simba, je, klabu hii imeshajifunza kutoka kampeni iliyopita? Hapa ndipo kuna mjadala mzuri zaidi, kwamba Simba ina historia kubwa kwenye mashindano ya CAF na iliwahi kufika robo finali katika msimu wa mwaka 2022, 2023 na mwaka 2023, 2024, lakini msimu wa mwaka 2025, 2026 ikashinda hatua ya makundi. Kwa hiyo Simba inaingia kwenye msimu mpya ikiwa na jambo la kuthibitisha. Je, Simba imerudi kwenye kiwango cha timu inayoweza kushindana na vigogo wa Afrika? Simba, manake tunajua kwamba Simba ina uzoefu mkubwa kucheza huko nje, na wenyewe wanajiita kabisa wa kimataifa. Kwa hiyo kwa sasa imerudi kwenye kile kiwango cha timu ambayo inaweza kushindana na vigogo wa Afrika. Simba imepangwa kucheza na Might Wanderers ya Malawi katika raundi ya kwanza, na ikivuka itakutana na mshindi wa 15 Agosto ya Equatorial Guinea au Fomboni ya Comoros. Kwa hiyo kwa karatasi Simba ina nafasi nzuri ya kufikia raundi ya pili, lakini changamoto inatoka wapi? Changamoto ipo katika consistency. Champions League ya CAF sio mashindano ambayo unacheza vizuri mechi moja alafu unaendelea. Unahitaji ulinzi imara, unahitaji midfield yenye uwezo wa kudhibiti mchezo, unahitaji washambuliaji wanaotumia nafasi, unahitaji kikosi kipana, unahitaji uzoefu wa mechi za ugenini, na zaidi ya yote kutokufanya makosa madogo. Kwa hiyo klabu ya Simba kuwa na wachezaji wazuri, lakini swali ni kama kikosi kizima kinaweza kucheza kwa kiwango kile kile katika mechi 4, mechi 6 au zaidi za CAF. Inawezekana hiyo? Tukigeukia klabu ya Azam, je, huyu ndiye dark horse? Niliwahi kuzungumzia kuhusiana na Singida Black Stars, tukasema kwamba je, Singida Black Stars pia ndio dark horse wa msimu huu, kwamba ni timu ambayo ni nzuri lakini bado haijapewa nafasi ya kuwa timu kubwa. Ni timu ambayo ni nzuri, inacheza vizuri, ina wachezaji wazuri, lakini bado haijafikia kile kiwango cha kuwa timu maarufu. Mada ambayo
tunaweza kuizungumzia pia ni kwamba Azam FC imepata advantage kubwa kwa kuanzia moja kwa moja raundi ya pili ya Confederation Cup kutokana na nafasi yake kwenye viwango vya CAF. Azam FC itakutana na mshindi kati ya ZFC ya Misri na Telecom ya Djibouti. Hii ina maana Azam inahitaji kushinda mchezo mmoja tu ili kufika group stage. Hapo ndipo swali linakuja, je, Azam inaweza kwenda mbali kuliko Yanga na Simba? Inaweza. Usichukulie swali hili kama utani, lakini ni swali la kujiuliza kwa sababu hichi kitu kinaenda kufanyika hivi karibuni. Na Azam imekuwa ikiwekeza kwenye kikosi, miundombinu na mazingira ya klabu kwa miaka kadhaa. Na katika Confederation Cup si lazima ukutane na monster kila hatua kama ilivyo Champions League. Unaweza ukakutana na wengine ambao wako vizuri. Kwa hiyo Azam inaweza kuwa dark horse. Azam inaweza kuwa ni timu nzuri yenye wachezaji wazuri, yenye uwekezaji mzuri, na vile vile ikaja kuwa ni mpinzani mkubwa wa Simba na Yanga ambao ndio vinara tunaoangalia, timu kubwa kwa Tanzania. Lakini kama itakutana na timu yenye uzoefu mkubwa wa Afrika, hapo ndipo tutapata picha halisi. Kwa mfano, kwenye Confederation Cup kuna klabu zenye majina makubwa kama Al Ahly, kuna Raja Casablanca, kuna USM Alger, CR Belouizdad, AS FAR Rabat, na Kaizer Chiefs ambazo nazo zimepita direct entry raundi ya pili. Kwa hiyo Azam ikifika hatua za juu inaweza kukutana na timu yenye uzoefu mkubwa sana. Kwa hiyo na hapo ndipo tutakapouona ubora wa Azam. Tukigeukia klabu ya Singida Black Stars, je, wanaweza kufanya upset? Hapa tunahitaji kuwa wa kweli kidogo, kuwa realistic. Singida Black Stars inaanza raundi ya kwanza ya Confederation Cup, tofauti na Azam ambayo imepata bye hadi raundi ya pili. Hivyo Singida ina kazi kubwa zaidi. Inahitaji kuvuka vifungo viwili ili kufikia group stage. Hata hivyo, hii ndio timu ambayo inaweza kucheza bila pressure kubwa kwa sababu Yanga na Simba zinaingia CAF zikiwa na expectation kubwa sana. Zina matarajio makubwa kwa sababu ni timu kubwa, zina uzoefu, zinataka kufanya wonders, zinataka kuonesha kwamba zimesajili wachezaji wazuri katika msimu huu, zinataka kuthibitisha kwamba wana benchi bora la ufundi kwa msimu huu hapa. Kwa hiyo Singida inaweza kuingia ikiwa na mentality ya hakuna cha kupoteza, twende tukapambane. Na wanakuambia ogopa sana kupambana na mtu ambaye hana cha kupoteza. Yani yeye haofi chochote, akipoteza sawa, akishinda sawa. Huyu mtu anakuwa ni hatari sana. Na hiyo mentality wakati mwingine ndio huzaa surprise, na surprise yenyewe huwa ni kitu kizuri ambacho pengine hukutarajia. Tukigeukia katika mambo ya fedha, hapa ndipo mambo yanapokuwa makubwa. Champions League ina zawadi kubwa zaidi. Mabingwa wa CAF Champions League watapata dola milioni 6, wakati mabingwa wa Confederation Cup watapata dola milioni 4. Na hata kufikia hatua mbalimbali kuna fedha. Champions League semifinal kuna dola milioni 1.2. Champions League quarter final, wale watakaofika robo finali, kuna dola 900,000. Champions League group stage kuna dola 700,000. Confederation Cup semifinal kuna dola 750,000. Confederation Cup quarter final kuna dola 550,000 na Confederation Cup group stage kuna dola 400,000. Na klabu zinazotolewa kwenye preliminary round pia zitapata dola 100,000. Kwa hiyo CAF kwa sasa sio tu swala la prestige, ni biashara. Kufika group stage kunaweza kusaidia klabu kupata fedha za kuendelea kuimarisha kikosi, kulipa mishahara na kuwekeza kwenye miundombinu. Tukiangalia sasa, je, Tanzania inaweza kuwa na timu 2 nusu finali? Ukiniuliza kwa mimi nitakujibu ndio. Tanzania inaweza kuwa na timu 2 nusu finali, lakini ni kazi ngumu sana. Kama tunazungumzia kwa uhalisia, Yanga ina nafasi kubwa zaidi kwenda mbali kwenye Champions League. Simba inaweza kwenda robo finali, lakini inahitaji consistency kubwa kuliko msimu uliopita. Azam dark horse hasa kwa sababu inaanzia raundi ya pili, na Singida hii tunaweza tukasema ni surprise package.
lakini kufikia group stage tayari itakuwa hatua kubwa. Kwa hiyo kwa scenario ambayo ninaiona, inaweza kuwa Yanga, tukiweka Yanga na Simba zinaweza kwenda Champions League knockout stage. Tukiweka Azam, hii inaweza kwenda Confederation Cup knockout stage. Na kwa hapo Tanzania itakuwa imefanya campaign nzuri sana na itakuwa imetangaza mchezo vizuri, itakuwa hizi timu zimeitangaza Tanzania vizuri katika hii sekta ya michezo. Lakini kufikisha timu mbili nusu finali, hapo tunahitaji kila kitu kwenda vizuri: draw, injuries, form, uzoefu na consistency. Lakini swali kubwa linakuja, kati ya Yanga na Simba, Azam na Singida Black Stars, ni timu gani ambayo unaamini inaweza kutufikisha finali ya CAF? Kati ya hizi timu 4, Simba, Yanga, Azam na Singida, unaamini ni timu gani ambayo inaweza kutufikisha finali ya CAF? Niambie hapo basi. Weka maoni yako hapo na mimi niweze kuona. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu, kwa kuhitimisha hichi kipengele cha mjadala wa siku ambao unasema Tanzania ina timu nyingi CAF lakini zitafika wapi, ni kwamba Tanzania haipaswi tena kupima mafanikio kwa kuuliza kama Yanga au Simba imefika group stage. Hilo linapaswa kuwa jambo la kawaida, tulizoe. Yanga na Simba tayari zina uzoefu wa kutosha wa CAF kiasi kwamba matarajio yanapaswa kupanda robo finali, nusu finali na hatimaye finali. Azam nayo inapaswa kutumia advantage ya kuanza round ya pili na kulenga group stage. Wakati Singida Black Stars inapaswa kupambana kuvuka preliminary rounds. Na jambo muhimu ni kwamba kampeni za Tanzania zinaanza Septemba 4 hadi 6. Huku marudiano yakiwa Septemba 11 hadi 13. Raundi ya pili itafuata Oktoba na hatua ya makundi inatarajiwa kuanza mwishoni mwa Novemba. Kwa hiyo hilo ni jambo muhimu la kuzingatia. Kwa hiyo hapa tumekamilisha kile kipengele cha mjadala wa siku. Tanzania lazima tujitangaze kimataifa bwana, lazima tufanye vizuri. Tuna timu nzuri lakini mbona hatufiki mbali? Lazima tufanye mambo mazuri ili tuweze kuvuka, tufike huko. Basi zikitajwa timu za Tanzania na miongoni mwa timu zitakazotajwa, basi ziwe ni timu zetu ambazo tumekuwa tukizitetea kila siku. Haya sasa, hii ni katika kile kipengele cha mjadala wa siku.